Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Tupashane taarifa zinazojiri muda huu. Ni taarifa kuhusu kutoweka au utekaji wa Humphrey Polepole. Katika hali ya kushangaza leo kuhusiana na kupotea kwa Balozi Humphrey Polepole, hali ya hewa ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika mvutano mpya baada ya wakili wake Peter Kibatala kuvunja ukimya wa muda mrefu kwa kauli nzito iliyotoa mwanga juu ya kile kilichotokea kwa Humphrey Polepole, kinachoendelea na kinachopaswa kupuuzwa. Matamshi yake yamebadilisha mazungumzo ya kitaifa leo na kutoa taswira ya uwazi, huku kukiwa na mkanganyiko ambao umezingira kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa wiki kadhaa. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe kabla tuendelee. Peter Kibatala ambaye ni wakili wa Polepole alianza kwa kuomba radhi kwa ukimya uliokuwa umeikumba timu ya wanasheria na familia katika kile alichoeleza kuwa ni siku za giza zaidi tangu kupotea kwa Humphrey Polepole kuanza. Alisema kipindi hicho kilijawa na hofu, mashaka na silika za kuishi, huku kukiwa na amri ya kutotoka nje, mifumo ya mawasiliano kuvurugika na hali ya giza iliyokuwa ikitanda juu ya taifa iliyopelekea ukimya mrefu kuhusiana na hali na kesi ya Humphrey Polepole. Ilikuwa wakati, alisema, ambayo ilijaribu imani na udhabiti wao. Akizungumza kwa taadhima leo, Kibatala amesisitiza kuwa pamoja na kwamba hatari hiyo imepungua, ukungu wa kihisia na kiroho uliofuatia kutoweka kwa Polepole bado unatanda kwa familia na wafuasi. Katika ripoti aliyoisambaza kupitia mtandao wake wa kijamii wa Facebook kama unavyoitazama, alifafanua kuwa juhudi za kisheria kuhusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole zinaendelea na mbali na kumalizika. Kwa mujibu wa Peter Kibatala, mapambano ya kufichua ukweli kuhusu Polepole na kuhakikisha haki havikuwa tukio la kitambo wala vita moja. Ilikuwa ni mchakato unaohitaji uvumilivu, kujitolea na upendo usioyumba kwa haki. Mahakama, alibainisha, zinasalia kuwa uwanja wa kati ambapo utafutaji wa majibu unaendelea. Ujumbe huu wa Peter Kibatala kuhusiana na Polepole ulipendekeza kuwa kutoweka au kutekwa nyara kwa Polepole kumetokana na janga la kibinafsi na kuwa mtihani wa kitaifa na wa kisheria wa maadili. Alifichua kuwa timu ya mawakili wanaowakilisha familia na balozi aliyepotea walikuwa wakifanya kazi kwa bidii ndani ya mfumo wa mahakama, hata kama uvumi na habari potofu zikitishia kupotosha simulizi. Aligusia kuhusiana na tetesi ambazo zilieleza ya kwamba Humphrey Polepole ameweza kupatikana baharini na wengine wakisema ya kwamba ameweza kudhuriwa. Dhamira yao, alisema, ilikuwa kuweka imani hai hadi waweze kuungana tena na mteja wao kwa mara nyingine. Nikirejelea chapisho hilo lake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Facebook kama unavyotazama kwenye screen yako nikiisoma, aliandika hivi kuhusu Humphrey Polepole: kwanza kabisa, tunaomba radhi sana kwa hitilafu katika utoaji wa sasisho wakati wa siku za giza sana, lakini kama nyinyi nyote mnaweza kuelewa, hizo zilikuwa siku za giza zaidi za kuwepo kwetu katika nchi hii, na vipaumbele vya mara moja vilikuwa ni kunusurika. Kulikuwa na amri za kutotoka nje, kukatika kwa umeme, mambo mengi ya giza ambayo lazima yaondolewe kutoka kwa akili ya kitaifa mwanzo. Giza la aina tofauti, ukungu wa roho bado ni nyingi, lakini tutashinda. Pili, alisema, sisi mawakili wake na wanafamilia yake bado tunatoa yote yetu mahakamani. Vita kama hivyo kamwe si tukio, bali ni mchakato wa mapenzi. Kama kawaida, tutakuwa wanyonge katika juhudi zetu za wanasheria kujua hatima ya mheshimiwa Humphrey Polepole, matumaini yakiwa kuwa tutaungana naye tena siku moja. Kwa sasa, tafadhalini puuza uvumi ambao ulikuwa umezuliwa kuhusu ugunduzi huu katika eneo hili au lile la bahari, ikisemekana ya kwamba Humphrey Polepole ameonekana baharini. Yote ni ya kuhuzunisha sana familia hiyo na inaweza kuwazidishia hali ya hofu. Nitabaki kuwa msemaji wa familia ya Polepole katika masuala yote ya kisheria au wale waliona athari za kisheria. Humphrey Polepole mwenyewe angesema kama kawaida yake, Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana. Huku uvumi kuhusu kupotea kwa Polepole ukienea kwenye mitandao ya kijamii, Peter Kibatala aliwataka wananchi kupuuza kabisa taarifa zote ambazo hazijathibitishwa kutoka kwake. Alirejelea hasa madai ya mwili wa Polepole kugunduliwa karibu na bahari, uvumi ambao ulikuwa umesababisha msukosuko wa kihisia kwa familia. Alizitaja ripoti kama hizo kuwa za kutowajibika, akizielekeza kama hadithi za uchungu ambazo huongeza tu majeraha ya wale walioathiriwa moja kwa moja.
Mwanasheria huyo Peter Kibatala alitoa wito kwa Watanzania wote hasa wale wanaoonea huruma kupotea kwa Polepole kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Alionya kwamba kuenea kwa ripoti za uongo kunaweza kuhatarisha uchunguzi unaoendelea na kusababisha mateso yasiyo ya lazima kwa familia na timu ya wanasheria. Nikimnukuu, alisema nia njema lazima iongozwe na ukweli, alisema kwa sauti iliyobeba mamlaka na huruma. Kibatala pia alisisitiza msimamo wake wa kuwa msemaji rasmi wa masuala yote ya kisheria kuhusiana na Polepole na upotevu wake. Kauli yoyote ambayo haijatolewa kupitia kwake, alisisitiza, inapaswa kuzingatiwa kuwa haina maana na kutupiliwa mbali. Tamko hili kwa hakika lilikusudiwa kukabiliana na kuongezeka kwa idadi ya sauti mtandaoni zinazodai ujuzi wa ndani kuhusu kesi hiyo. Katika wakati wa kutafakari kihisia, wakili Kibatala alinukuu msemo kipenzi wa mwanadiplomasia aliyekosekana. Nikimnukuu, alisema, Mungu wetu aliye mbinguni awabariki ninyi nyote. Ombi hili lilileta mguso wa kibinadamu katika hali ya wasiwasi iliyozunguka kutoweka huku kwa Humphrey Polepole na kuwakumbusha Watanzania kwamba nyuma ya vichwa vya habari kulikuwa na familia iliyoshikilia imani na matumaini. Kutoweka huku kwa Polepole kumeendelea kutawala mijadala ya umma na kuibua maswali muhimu kuhusu uwajibikaji, uwazi wa serikali na usalama wa watu mashuhuri wa kitaifa. Wachambuzi wanaona kuwa kesi hii imetikisa imani ya kitaifa kwa taasisi zake na kuibua mijadala kuhusu uhuru wa kisiasa na usalama nchini Tanzania. Katika sasisho za hapo awali zinazohusiana na kutoweka kwa Polepole, ripoti ambazo zijathibitishwa zilisambazwa zikipendekeza kufuatiliwa vitisho na hata sauti za chini za kisiasa katika matukio yaliyosababisha kutoweka kwake. Watetezi wa haki za binadamu wamedai mara kwa mara uchunguzi huru kufanyika, wakisema kuwa uwazi pekee ndio unaweza kurejesha imani ya umma. Kauli ya Kibatala inaweza kuwa mwanzo wa sura mpya kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole inayoendelea, wakati timu ya wanasheria inataka kuondoa suala hilo kutoka kwa uvumi hadi uwanja wa uchunguzi wa mahakama. Waangalizi wanasema mbinu hii inaweza hatimaye kulazimisha mamlaka kutoa taarifa zilizothibitishwa au kuchukua hatua rasmi za uchunguzi. Waangalizi sasa wanasema mbinu hii inaweza hatimaye kulazimisha mamlaka kutoa taarifa zilizothibitishwa au kuchukua hatua rasmi za uchunguzi. Kwa sasa kutoweka kwa Polepole bado kumegubikwa na siri. Wasiwasi wa umma umeongezeka kwa kukosekana kwa mawasiliano wazi kutoka kwa mashirika ya serikali. Wakati familia inaendelea kuzunguka kihemko na kisheria, Watanzania wengi wameeleza hali hiyo kuwa kuishi katika ukungu wa mashaka. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama taarifa hizi. Chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe, alafu nijuze maoni yako, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Endapo utafanya hivyo, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii.